Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, juma la 14, kipindi cha kawaida, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Hosea, sura ya 8, aya ya 4 hadi ya 7 na aya ya 11 hadi ya 13. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo, sura ya 9, aya ya 32 hadi ya 39. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo. Walimletea Yesu mtu bubu mwenye pepo, na pepo alipotolewa, yule bubu alinena. Makutano wakastaajabu wakasema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Lakini Mafarisayo wakasema, kwa nguvu za mkuu wa pepo atoa pepo. Naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibuni tusikilize na kutafakari kwa pamoja ujumbe unaotokana na somo la Injili ya leo. Katika somo tulilosikia, Yesu anaendelea kutangaza, kuhubiri na kufundisha juu ya habari njema ya ufalme wa Mungu. Na kwa namna ya pekee anatenda muujiza wa kumponya bubu mwenye pepo. Na zaidi sana, anaponya magonjwa na udhaifu wa kila namna. Jambo tunaloweza kujifunza kutokana na Injili hii ni kuwa maarifa, nguvu na upendo wa Mungu haviwezi kufikirika katika hali duni ya ufikiri wa mwanadamu. Na waalika tutafakari juu ya makundi mawili, makutano na Mafarisayo. Mafarisayo walikuwa watu wa elimu ya juu ya kidini. Wengi wao walikuwa watu waliosoma Torati na walijifunza kwa muda mrefu wakiwa chini ya walimu mashuhuri wa sheria za Kiyahudi. Kwa hivyo walikuwa ni watu walio na ujuzi wa sheria na mapokeo ya Wayahudi. Lakini ni jambo la ajabu, pamoja na elimu yote walionayo, walishindwa kutambua, kuielewa na kuikiri nguvu ya Mungu, hasa pale Yesu alipomtoa yule pepo na kumfanya bubu kunena. Badala yake wakabaki katika msimamo wao potofu, wakisema, kwa nguvu za mkuu wa pepo anawatoa pepo. Ni jambo la ajabu pia, makutano ambao wengi wao hawakuwa watu wa elimu kubwa, bali walikuwa wakulima, wavuvi, mafundi, wafanyabiashara wadogo na watu wengine wa kawaida. Lakini pamoja na hali yao duni, walau walishangaa na kukiri ajabu za Mungu wakisema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. Hii ndiyo kusema maarifa na maajabu ya Mungu hayaelezeki kwa ufinyu wa uwezo wa kibinadamu, bali kwa wale tu ambao imempendeza Mungu. Kama tunavyosoma katika Zaburi ya 25 aya ya 14, siri ya Bwana iko kwao wamchao, naye atawajulisha agano lake. Tunaweza pia kutafakari kuwa wote, makutano na pia Mafarisayo, walishuhudia miujiza ya Yesu Kristo katika kutoa pepo, kumponya bubu na miujiza mingine mingi iliyotendeka. Lakini kati yao ulitokea mgawanyiko wa pande mbili.
Wapo waliopokea kwa mtazamo chanya miujiza hii, wakitambua kweli ni nguvu ya Mungu na ni mwaliko kwao katika kufanya majiundo na kuwa wafuasi wa Yesu Kristo kwa kufuata mafundisho yake. Na wapo pia waliotazama miujiza hiyo kwa jicho la hasara, kwa kutokuona nguvu ya Mungu, bali nguvu ya miungu ikitenda kazi, wakiwemo Mafarisayo. Hawa hakuna mabadiliko yoyote waliofanya katika safari ya maisha yao. Migawanyiko hii miwili haikuishia tu kwa makutano na Mafarisayo, bali ipo hata katika maisha yetu ya sasa. Yapo mambo ambayo hatuwezi kueleza vizuri. Hebu tusifikiri mambo makubwa makubwa. Fikiri hata zawadi ya pumzi na uhai ambao hatulipii. Zipo pia neema na baraka tunazopata pasipo mastahili ya kazi au ujira wetu. Yote hii ni miujiza katika safari ya maisha yetu. Je, ni kweli haya maajabu ya Mungu yanatupa nguvu ya kumjua na kumpenda Mungu na kufanyika wafuasi wake? Au tumeangukia katika kundi la Mafarisayo kwa kuwa na upofu wa roho na daima tunaona nguvu ya mapepo ikifanya kazi maishani mwetu? Kwa namna ya pekee, kama Wakristo, muujiza mkuu kwetu ni ule wa Mungu kufanyika mtu, kutoa mwili wa kibinadamu na kukaa kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Vile vile kila mara kwenye maadhimisho ya misa takatifu tunapokea muujiza huu mkubwa kwa kula mwili na kunywa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni mwaliko kwetu kujichunguza ikiwa tunaona nguvu ya uwepo wa Mungu katika miujiza hii. Ni muda wa kutafakari juu ya sakramenti za kanisa, namna zinavyotenda kazi ndani yetu na kutusaidia kupiga hatua kiroho. Huu ni muda wa kutafakari kama tumefanya mabadiliko kutokana na mafumbo haya ya Mungu maishani mwetu, au tumeendelea kushupaza shingo na kusalia katika mazoea yetu potofu. Sehemu ya mwisho ya Injili inaeleza juu ya upendo na huruma ya Mungu kwa watu wake. Na alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Haya ni maneno ya Yesu, ambapo Yesu haoneshi kupendezwa na uchovu na mahangaiko ya makutano, na hivyo anawaalika wanafunzi wake kuomba neema ya Mungu ili Mungu apeleke watendakazi katika shamba lake. Mara kadhaa mioyo yetu inafanana na watu hawa wa makutano. Pale tunapochoka na kukata tamaa, tunapolegea na kusita, na muda mwingine hatueleweki katika kuamini kwetu, tumekuwa kondoo wasio na mchungaji. Katika hali zote, daima Mungu yupo akitusubiri turudi kwake kama watoto wake. Mithili ya baba aliyesubiri ujio wa mwanaye mpotevu, kama tunavyosoma katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 15 aya ya 11 hadi ya 32. Japokuwa alitapanya mali na kila kitu chake pamoja na makahaba, bado baba yake alimwonea huruma na alimpokea kwa upendo mkubwa na kufanya sherehe, kwa kuwa mwanaye alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Ni kadiri hiyo hiyo tusikatishwe tamaa na mienendo yetu inayotokana na udhaifu wetu wa kibinadamu, bali daima tutazame upendo wa Mungu na tuitumainie huruma yake katika yote tufanyayo. Ndugu zangu, kanisa limeweka mbele yetu kipindi cha mwezi wa 7 kila mwaka kwa ajili ya kufanya tafakari ya kina na kuiabudu damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuungane na Mtakatifu Gaspari del Bufalo anayetualika kupitia barua yake namba 1214 akisema, wakati wa majaribu omba kwa damu takatifu. Tuutumie vema mwaliko huu, tukikumbuka ya kuwa mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Tumwombe Mungu kwa ajili ya ongezeko la miito
na ustawi wa kazi ya kitume na kanisa kwa ujumla, kwa kuwa ni katika miito mitakatifu tunapata neema na baraka za Mungu zitusaidiazo daima kutambua uwepo wa Mungu na kuishi kadiri ya mapenzi yake. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Emmanuel Fortunatus Bwire wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Damu ya Yesu inatukinga na majanga yote yatusibuyo. Damu ya Yesu ni damu takatifu.